yake ukamshukia, akageuza, akaanza kuongea kama mtu mwingine, akaanza kunena kwa lugha nyingine, akaanza kufanya mambo ya ajabu. Kuna mtu uko hapa mchana wa leo, unajiona ni wa kawaida kawaida, unajiona ni wa ovyo ovyo, unafanya mambo kwa kawaida, unafanya mambo kwa sababu tu kuna kufanya, lakini ni kwa sababu ule uweza hujakufaa ukubadilishe uwe mtu mwingine. Inamuomba Roho Mtakatifu mchana wa leo, ambaye mtu leo ageuze awe mtu mwingine, leo ageuze awe mtu mwingine. Ulipoingia na ulipotoka ni vitu viwili tofauti. Unaponisikiliza na napomaliza ni vitu viwili tofauti. Pokea uweza leo kwa jina la Yesu. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu, ugeuze ufanye mambo ya kutisha. Kuna mambo ambayo tunapaswa kuyafanya, hatuyafanyi kwa sababu uweza hatuna, hatuyafanyi kwa sababu ule uwezo wa Roho Mtakatifu bado hujatugeuza, na ndio maanake tunafanya mambo ya kawaida. Nimekataa kufanya mambo ya kawaida, nimekataa kuongea kama mtu wa kawaida, nimekataa kuwa mwanamke wa kawaida, nimekuwa mtu ambaye sio wa kawaida. Nataka niupae uweza wa kuweza kugeuza mambo yakawa kwenye ukubwa, ugeuza sauti yangu ikawa kwenye ukubwa. Na mchana wa leo nasema na mtu mmoja ambaye leo Mungu anataka kukumbusha kwa jina la Yesu. Uko uweza wa kukumbusha mtu, uweza ukukimbie, hata kuongelea unakuwa tofauti. Uweza unapomwingia mtu, kula yako ni tofauti, vaa yako ni ya tofauti, tembea yako ni ya tofauti. Kuna saa uko unatembea kama watu wanajua unaenda, kumbe unarudi, ni kwa sababu uweza haupo. Unaenda kama vile unachechemea kwa sababu uweza haupo. Unaenda unatembea kama mtu ambaye hana miguu, unaenda kama bata, lakini nataka nikwambie leo hautaenda kama bata. Uweza ukushika kwako, unaruka kama kulungu kwa jina la Yesu. Miguu yako tunafunga utayari, tunaivesha mguu yako utayari. Leo utaruka kama tai. Leo hautaenda kama bata. Leo hautaenda kama, yani unajua kuna watu ambao tayari uwezo wa shetani umeshawameza. Yani unamuona anaenda mbele, kumbe miguu yake imegeukia huko. Yani wewe sisi tunakuona unaenda mnadani, kumbe tunakwenda unaenda Tunduma. Lakini kwa namna ya kibinadamu unaona ni sawa. Tunakuona unaongea kwa namna ya ajabu, wao ukiongea watu wanasema anatutukana. Ni kwa sababu gani? Ule uwezo wa shetani umewameza watu. Ule uwezo uliokumeza tapishwa leo. Naamuru kwa jina la Yesu, kila aliyemezwa na uwezo wa giza, aliyewezwa na uwezo wa kishetani, aliyemezwa na uwezo wa kipepo, nasema tapikwe leo. Nasema wakutapike leo. Kwa uwezo wa kutenda mambo makubwa, kwa uwezo wa kufanya biashara kubwa, kwa uwezo wa kusafiri nchi za nje, kwa uwezo wa kwenda kwenye vikao vikubwa vikubwa, kwa uwezo wa kupokea dola, kwa uwezo wa kukutana na watu sahihi wa maisha yako, kwa uwezo wa kukutana na watu ambao wewe mwenyewe utashangaa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu uwezo umekuvaa. Hofu yako imeficha nyuma ya umaskini wako. Tupilia mbali umaskini wako leo kwa uwezo wa kitajiri, kwa uwezo wa kiungo, kwa uwezo wa kwenda. Inuka shujaa, inuka, inuka shujaa, twende kwenye kazi unayoitiwa, twende kwenye makusudi unayoitiwa. Roho wa Bwana yu juu yangu mchana wa leo, kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubirie habari njema, niwafungue waliofungwa na kutangaza mwaka uliokubalika mbele za Bwana. Leo nauona mwaka wa mtu unatangazwa. Leo naona masaa yanabadilika. Leo naona dakika zinabadilika. Leo naona masaa machache yajayo. Uliyekuwa unaitwa kaba, unaitwa binti wa mfalme, uliyekuwa unaitwa siwezi, unaitwa unaweza, unaitwa masikini, leo unaitwa tajiri, unaitwa mwenda wazimu, leo unaitwa mtu mwenye nguvu. Hata kama ukinyamaza, uwezo utaenda kwa watu wengine.
Hata kama ukikaa kimya, weza unaenda kwa watu wengine. Mungu anaangalia moyo wa mtu aliye tayari. Mungu anaangalia mtu aliye tayari mchana wa leo, ili aweze kuachilia uwezo wake. Pokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Pokea uwezo wa kwenda. Pokea uwezo kama Samsoni. Samsoni alipopokea ule uwezo, aliweza kupiga adui zake. Na leo kwa uwezo wa Samsoni hapa, tunawapasua adui zetu, tunawapiga wote, watasema yote kwa jina la Yesu. Haleluya. Majeshi, majeshi, hebu sema, Baba yangu, ninaomba uweza kama ulivyompa Samsoni, uweza wa kuwapiga adui zake, uweza wa kuwapasua adui zake. Nataka kwenda napotakiwa kwenda leo. Nageuka na kuwa mwingine, nageuka na kuwa mwingine. Unaamini hayo? Kuna mtu umeshageuzwa hapo. Majeshi, majeshi, haleluya. Kwa asili mwanadamu hawezi kushinda dhambi kwa nguvu zake mwenyewe. Kwa asili, naandika ya maneno nayozungumza. Kwa asili mwanadamu hawezi kushinda uovu, dhambi, mabaya, magumu kwa nguvu zake mwenyewe. Huwezi. Kama unaweza, mbona umejaribu umeshindwa? Huwezi. Narudia tena, hakuna mwanadamu, hawe nabii, awe mtume, awe mwinjilisti, awe askofu, awe mchungaji, papa, padiri, shehe, hakuna mwanadamu anayeweza akashinda dhambi, ubaya, ugumu, maovu kwa akili zake mwenyewe. Hayupo, hayupo, hayupo. Amen. Hakuna mwanadamu anayeweza akapambana na shetani au nguvu za adui kwa akili zake mwenyewe akashinda. Hayupo. Hayupo mwanadamu anayeweza akagumbana na mabaya akashinda. Hayupo. Hayupo. Hata kama atashinda ni kwa asilimia chache sana, nyingine zote atapigwa bao. Na ndio maana akisema amen. Katika hali ya kupambana, katika hali ya kupigana, adui anaweza akarusha ngumi 10 zote ukazikwepa, lakini liko hili moja ikikupata, utaita Yesu. Utamwita nani? Ni kweli umepangua ngumi zote 10, umepangua, piga huko anapangua, piga huko anapangua, huko anapangua, huko anapangua, lakini kuna moja inakupata. Na hiyo moja ikikupata, lazima utafute Yesu. Lazima utanyenyekea tu, lazima utalia tu, lazima utakuja kanisani tu, lazima utanyenyekea tu, kwa sababu huwezi kushinda hilo eneo peke yako. Huwezi kushinda bila Roho Mtakatifu, huwezi kushinda bila uwezo wake. Nasema tena, unaweza ukapangua yote, unaweza ukapambana kote ukapita. Kuna mahali hautapita, kuna mahali hautapenya. Unahitaji uweza, unahitaji uweza, unahitaji uweza. Kuna mtu umepambana na dhambi fulani, imegoma. Kuna mtu umepambana na umbea, imegoma. Umepambana na masengenyo, imegoma. Umeamua kufuta namba zote na watu wanaokuletea umbea, imeshindikana. Umeamua kujifungia ndani kwamba wasiletee mabaya, imeshindikana. Hauwezi peke yako, unahitaji uweza, unahitaji uweza, unahitaji uweza. Bila uweza utakuwa yule yule, mambo ni yale yale, dhambi ni vile vile, mavazi ni yale yale, dhambi ni vile vile, uharibifu yule ule. Tunashinda kwa sababu tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuweze kusema kuanzia sasa nafuta namba zote wanaosababishia mabaya, nafuta, lakini ubaya utakuja tu. Utasema kuanzia sasa naamuru kujifungia kwenye geti, hakuna mtu yote ataingia kwako. Dhambi itakufuata tu. Kaini akaambiwa dhambi inakotea mlango, yapasa uishinde, na akaambiwa Kaini huwezi kuishinda bila mimi. Haleluya.
Kuna mtu uko unapambana kusema ile nataka kabisa. Kuna mavazi siyapendi, jamani, siyapendi, yani najikuta tu nimevaa. Sio unajikuta umevaa, huwezi kushinda bila uweza. Uweza unapoingia ndani yako, kuna hofu ya kuingia tu. Ile hofu itakufanya hilo ukitembea unaona kama uko uchi. Hilo ukijiangalia unaona kama Yesu wangu. Napitaje mbele za watu na hii suruali jamani? Mbona kama natembea kama vile nimebanwa mafi? Mbona kama vile natembea kama siwezi kwenda? Ni kwa sababu gani? Hofu ile inakuambia. Ile ni roho. Mungu anakuambia mwanangu, usitukie. Mtu anakuwa na wasiwasi. Mtu anakuwa na hofu. Mtu anakuwa na uoga. Ule uoga sio kipepo. Ule ni roho ameingia ndani. Anakuambia mwanangu, huwezi kupika hapa. Mwanangu, huwezi kuvaa mavazi hayo. Mwanangu, badilisha mavazi hayo. Mwanangu, badilisha dini hiyo. Mwanangu, badilisha njia hiyo. Mwanangu, badilisha maana hayo. Haleluya. Haleluya. Lakini ukijiona tu umevaa katiza mbele za watu, katiza madhabahuni na kisoksi chako kimekubana, mpaka chupi inaonekana mstari, hapo sema namuingia Bwana. Hofu bado haijakuingia, uweza bado haujakubadilisha. Leo naamuru kanisa, na uwezo wa kubadilisha, na uwezo wa kubadilisha. Tunahitaji kubadilisha njia zetu, tunahitaji kubadilisha maisha yetu, tunahitaji kubadilisha njia zetu. Leo ninamwamini Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani kwetu atubadilishe. Watu wa Mungu, MP, yaani ukinifuata mimi ukiniambia acha kuvaa hizo nguo, mimi sikuelewi. Yaani sitakuelewa, naona kama vile unanibadilisha. Naona kama vile sisi nileta na kufunga kanga kama unataka kuingia huko ndani. Kwani mpaka nimetoka nyumbani kwangu, mimi sijaona hizo kanga, sijaona hizo mkoi, mpaka nimeingia hapa kanisani. Maana yake hakuna uwezo wowote unaweza kubadilisha. Lakini nitakapoingia huko ndani, nitasikia kwamba leo kuna uwezo. Ule uwezo ukiondoka ndani yangu, Roho anakaa. Roho akikaa, kila nikiingia najisikia. Kila nikiona watu wananiangalia naona kama vile wananiangalia mimi tu. Kile ndio kinaitwa hofu. Kama unafikia tu ya kutokuogopa chochote, bado huna uwezo wa Roho. Roho yakaa ndani yako, kwa sababu Roho akikaa ndani anatusaidia madhaifu. Madhaifu anayachukua, anapoyachukua unakuta mtu anaanza kuwa jasiri. Alikuwa hawezi kufanya hiki, anafanya hiki. Alikuwa hawezi kutenda hiki, anatenda hiki. Aliwezi kuongea na watu, anaongea na watu. Alikuwa hawezi kuomba, anaanza kuomba. Alikuwa hawezi kupiga makelele, anaanza kupiga makelele. Alikuwa hawezi kulia, anaanza kulia. Uweza. Mwangalie mwenzako, mwambie pokea uwezo wa kugeuza. Mwambie pokea uwezo wa kugeuza. Mwambie pokea uwezo wa kugeuza. Kwa hiyo mwanadamu anahitaji msaada wa nguvu za Mungu katika utendaji kazi ya mafanikio katika maisha yake ya wokovu. Msaada huo ni wa Roho Mtakatifu. Kuna watu tuko hapa, tunatakiwa kukutana na watu wetu muhimu. Hatujakutana nao kwa sababu bado sisi tuna uwezo wa kibinadamu. Leo huo uwezo wa kibinadamu, vaa uwezo wa kimungu. Mungu anaona namna ambavyo anakukutanisha na watu. Ijumaa nilifundisha somo linasema hivi: mapungufu yako leo Mungu anayaona. Hata Mungu anayajua mapungufu yako. Kwa hiyo usikae kwa kuona kwamba mapungufu yangu siwezi kumtumikia Mungu au siwezi kufanya jambo. Nikazungumza nikasema hivi, pamoja na mapungufu yako, jiangalie ni mambo mangapi mazuri umefanya pamoja na mapungufu yako. Yale mambo mazuri unayofanya, mapungufu yako na udhaifu wako hauna maana. Hauna maana hata kidogo. Yale unayaona ni madhaifu, yale unaona ni magumu, hayana maana kama kuna mambo mazuri mbele yako ambayo unayafanya na unayaona. Potelea mbali, yani achana na kitu kinachoitwa madhaifu. Achana kitu kinachoitwa mapungufu. Magumu yako ndio yanayosababisha wewe unafanya vitu vizuri. Ugumu wako, udhaifu wako ndio upekee wako. Kuna mtu unang'ang'ana kutoka kwenye eneo fulani, hautoki, huo ni mwaka wa 3. Ule ndio upekee wako. Jivunie hilo eneo sasa. Kujivunia hilo eneo ndipo nguvu za Mungu zinatoka. Mungu atakuaje?